Wakili wa Mahakama Kuu Fernande Makore amesema kwa mujibu wa katiba, baada ya makamu wa rais kujiuzuru, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atamteua mtu mwingine mwenye sifa ndani ya siku 14 tangu kujiuzuru kwa makamu wa rais, kisha jina hilo litapitishwa na kuthibitishwa na bunge la Tanzania ili aapishwe kuwa makamu wa rais. Leo tarehe 26 mwaka 2026, Makore amesema baada ya kiti cha makamu wa rais ndani ya siku 14, rais atateua mtu na mtu huyo itabidi athibitishwe na mbunge muda ambao wa siku 14 kama Nchimbi amejiuzuru kwa mujibu wa ibara ya 149 ibara ndogo ya pili. Baada ya siku 14 zitahesabiwa kuanzia Septemba 4 mwaka 2026. Hilo ndio jukumu la rais, kutafuta mtu wa kuziba nafasi hiyo. Aidha, mtu huyo ambaye atapelekwa bungeni kuthibitishwa anatakiwa awe na sifa za kiongozi anayefaa kuwa makamu wa rais ambazo zinaainishwa kwenye ibara ya 47 ibara ndogo ya 4, ambapo anatakiwa kuwa raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 40 na kuendelea, awe na mwanachama wa chama cha siasa ambacho mgombea wa rais anatumikia, na anayeweza kuwa na sifa za kugombea ubunge katika kipindi cha miaka 5 kabla ya kuteuliwa. Anatakiwa asiwe ameshtakiwa au kutiwa hatiani katika makosa ya ukwepaji wa kodi au kudaiwa na serikali. Rais anaweza kumteua mbunge kushiriki madaraka ya makamu wa rais kama kiti cha makamu wa rais kipo wazi, kisha mbunge huyo atathibitishwa na wabunge wenzake na jimbo lake litakuwa wazi kwa ajili ya uchaguzi mdogo utakaofanyika. Aisha Chaz, Tifu TV.